Tumeanza kikao tarehe 6 Jumatano, na jana ilikuwa siku yetu ya pili ambapo kikao chetu kilifunguliwa, na leo kama sehemu ya kikao kazi cha 21 cha maafisa habari wa serikali tumekuja kwenye ili eneo la Runyanyu ambalo liko kwenye kata ya Mji Mwema hapa Njombe kupanda miti 2000. Tunaacha alama kwenye hiki chanzo cha maji. Kama mnavyoona huko nyuma kuna ujenzi unaendelea. Hii ni sehemu ya mradi wa miji 28 ya kusambaza maji, na ndo tunafuraha kuweka alama katika eneo hili. Tunaamini kwamba miti hii ya asili 2000 iliyopandwa kwa mikono ya maafisa habari itakapokuwa itasaidia kulinda mazingira ya chanzo cha maji cha eneo hili, na hivyo tutakuwa tumetunza chanzo chetu cha maji na kuondoa uharibifu ambao ungeweza kusababisha maji haya kukauka. Kwa hiyo wanahabari wote tuna furaha, maafisa habari wote kutoka nchi nzima, bara na Zanzibar, tuna furaha kwamba tumeacha alama katika kikao chetu cha 21. Tunawashukuru sana mkoa wa Njombe kwa kutupa eneo hili kupanda miti na kutukubalia ombi letu. Kwa hiyo tunaendelea na ratiba zetu nyingine. Tutakwenda kutembelea kiwanda cha maparachichi kinachochakata maparachichi kutoa mafuta, lakini pia tutatembelea kiwanda cha kuchakata mbao kuongeza thamani ambazo products zake zinauzwa nje ya nchi. Lakini mwisho wa siku wa leo ratiba yetu ni ya nje. Siku ya leo tutakwenda Mpanga Kipengele. Hii ni hifadhi na ina maporomoko ya maji ya asili. Kwa hiyo tunakwenda huko kwa lengo la kutangaza kivutio hicho cha utalii kwa Watanzania waliomo ndani ya nchi na nje ya Tanzania. Pili, kama unavyoona watu wako bize, kila mtu yuko amefurahia kupanda miti. Kwa hiyo tumepanda jumla ya miti 2000 ya asili. Naitwa Cecilia Senga, ni afisa mahusiano kutoka Chuo Kikuu Mzumbe kampasi ya Mbeya. Tunafurahi kuwepo hapa na kushiriki tukio hili muhimu la kupanda miti. Kama mnavyojionea tunapanda miti tofauti na mingi kwa ajili ya utunzaji mazingira, na tumeona tusije Mbeya tukaondoka bure, tusiache alama. Kwa hiyo kama maafisa habari, maafisa uhusiano, maafisa itifaki wa serikali, tunaendelea kuhamasisha jamii nzima kuendelea kupanda miti na kutunza mazingira. Asante. Na unajisikiaje kwa Njombe kwa siku? Najisikia vizuri. Njombe ni mahali salama, kuna mazingira mazuri, tumefurahia barabara ziko vizuri, tumefikia sehemu nzuri. Kwa hiyo tunawapa hongera wa viongozi wa Njombe kwa kuendeleza mji wa Njombe, na tunawakaribisha pia wengine wanapotaka kutembelea mahali tofauti basi afike Njombe. Kupo kuzuri, kupo salama, mazingira ni mazuri sana, watafurahia. Maafisa habari kupanda miti, unatoa ujumbe gani kwa jamii? Tunatoa ujumbe kwamba lazima tuendelee kutunza mazingira, ikiwa sisi ni maafisa habari, ikiwa sisi ndio watu wa taswira kwenye serikali na nchi nzima. Kwa hiyo tunaendelea kuwashauri, lakini kuhamasisha pia watu wengine kwamba kupanda miti, tunatunza mazingira, tunatunza vyanzo vya maji, sio kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini kwa ajili pia ya watoto wetu na vizazi vijavyo. Kute vitu viko vizuri, vinatunzwa, waendelee na wao kutunza. Asante. Kwa majina naitwa Damasen Leonard Kizunga, ni afisa habari halmashauri ya manispaa ya Geita. Tupo Njombe katika kikao kazi cha 21 cha maafisa habari, itifaki na mahusiano ambacho kinaendelea hapa Njombe. Lakini pia tumekuwa na session katika siku hizi mbili, na leo pia tulikuwa na shughuli maalum ya upandaji wa miti, hii ikiwa ni mwendelezo wa utunzaji wa mazingira sana katika mji wa Njombe, lakini imekuwa ni kampeni kubwa sana ya utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti katika nchi nzima. So leo Njombe tumekuwa na shughuli hii ya upandaji miti, ambapo kwa mujibu wa maelezo ya haraka ambayo sina hakika sana, miti ambayo inatarajiwa kupandwa leo hapa ni zaidi ya miti 1000 na kitu. Kwa hiyo wanakadiria kupanda zaidi ya miti 2000 kwa siku, na ambapo kwa jumla ya maafisa habari wote tulioko hapa, kila afisa habari mmoja tunakadiria akipanda miti 5 angalau tunaweza tumefikia
ya lengo la kupanda miti 2000. Pamoja na hayo, hali ya hewa ya Njombe kwa kweli ni nzuri, imekuwa ni hali ya hewa rafiki. Ukilinganisha na tulivyokuwa tukiambiwa hapo awali, Njombe kuna hali fulani ya baridi na nini ipo, lakini inavutia, sio ile baridi ambayo inaweza ikaboa. Watu wake ni wakarimu pia kwa siku zote ambazo tumefika. Kwa hiyo tunajisikia vizuri sana, na tamani sana shughuli ingekuwa inaendelea kufanyika mara kwa mara, tunakuwa tunakuja huku. Kwa kweli ni kitu ambacho kimenishawishi kuwepo Njombe. Kupanda miti kunatoa somo gani kwa jamii yetu, hususan katika zama hizi za changamoto za mabadiliko ya tabia nchi? Kupanda miti kwanza ni utunzaji wa mazingira, lakini pia ni upendezeshaji wa mazingira. Unajua, eneo likiwa halina mti kwanza halivutii hata kwa kulitazama. Yes, lakini kama tunavyoelewa Njombe pia miti pia ni chanzo cha uchumi kwao. Kwa hiyo wanapokuwa wamepanda miti hii pia inaongezea kwa baada ya miaka kadhaa watakapokuja kuvuna, kama itakuwa ni miti ya kuvuna, kuna income fund, kuna kipato wanaongeza. Lakini utunzaji wa mazingira ni jambo muhimu sana katika ulindaji wa hali ya hewa na vitu vingine. Yep. Shukrani sana.